Hello, habari za leo. Karibu tena katika channel yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaangalia faida za papai. Tunavyoongelea faida za papai, tunaangalia kwanza kuna mbegu zake, kuna majani yake pia yamekuwa na faida kubwa kwenye mwili wa binadamu. Ni kwa nini pia papai na faida zake? Faida zipo kwenye mbegu. Kuna faida kubwa kwenye mbegu, kuna faida sana kwenye nyama yake, lakini pia kuna faida kubwa kwenye majani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina beta karotini. Hapa nitaenda kukutajia faida ambazo utazipata kwa kutumia papai. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Faida namba moja, inaboresha afya ya ngozi. Kwa nini afya ya ngozi? Kwa sababu ina vitamini C, ina vitamini A ambayo ni nzuri sana katika kuimarisha afya ya ngozi. Lakini pia inazalisha homoni moja inaitwa collagen ambayo ni nzuri sana katika kupunguza mikunjo ambayo unakuwa nayo. Lakini pia kwenye papai kuna beta carotene ambayo inasaidia kupunguza mabadiliko ya ngozi yanayotokeana na mionzi ya jua. Kwa hiyo inatunza ngozi, kuwa na ngozi nyororo, basi tumia papai. Lakini pia inasaidia katika usagaji wa chakula, digestive system, kwa sababu ina enzymes ina enzymes ambazo ni nzuri sana, ambazo zinaharakisha pia mfumo wa usagaji wa chakula. Na pia wale watu ambao wamepitia changamoto ya kufunga choo, ya kupata choo kigumu, choo kama cha mbuzi, basi tumia papai. Ni nzuri sana kwa sababu pia inaondoa sumu mwilini na kuongeza ufanisi wa mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Lakini pia inapunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Kwa nini? Na antioxidants, ina vitamini C na huwa inapambana na radikali huru ambazo inaboresha pia afya ya moyo na kuweza kuondoa bad cholesterol. Kwa hiyo unapokuwa unatumia, basi jua pia itakusaidia katika upande wa magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kama una changamoto ya moyo, basi ujue tumia papai. Ni nzuri kwa sababu inaondoa bad cholesterol. Lakini inalinda mfumo wa kinga. Mfumo wa kinga, tunavyoongelea mfumo wa kinga, tunaongelea zaidi vitamini C kwa wingi, ambayo ni muhimu sana kuimarisha mfumo wa kinga. Na vitamini C huwa inasaidia kupambana na maambukizi na kuongeza uwezo wa mwili wa kushambuliwa bakteria na virusi. Lakini pia inaweza kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Kiwango cha sukari mwilini kwa wale watu ambao wana sukari, basi tunasema viwango vya sukari kwenye damu, basi huwa inaboresha au inafanya sensitivity ya insulin. Kwa hiyo boresha sensitivity ya insulin, inakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kukusaidia kuondokana na kiwango cha sukari mwilini. Na sukari imekuwa ni changamoto kubwa. Tumia papai. Tunavyosema papai, kumbuka tunaongelea majani, tunaongelea mbegu, tunaongelea na maganda yake na nyama. Na tena kwa nyama, faida za parachichi 75% zipo kwenye mbegu zake. Lakini pia inasaidia kupunguza uchochezi, inflammation, kwa wale watu ambao wanapata maumivu makali, wanapata maumivu ya uric acid na sehemu yote ya mwili wa binadamu, basi ni nzuri, utaweza kuyatumia kwa sababu ina enzymes ya papain ambayo ni nzuri sana na inasaidia katika kuondokana na changamoto za inflammation zozote zile. Pia inalinda afya ya macho. Kwa wale watu ambao wana changamoto ya macho, wale ambao mnavaa miwani, basi usaidia katika kuzuia upofu wa usiku na kuondoa hatari ya magonjwa yoyote ya macho. Kwa hiyo tumia papai, ni nzuri sana. Ukitumia itaweza kuondokana na hizo changamoto. Lakini pia kwa kupunguza uzito, kwa sababu inachoma calories, inakuwa na calories chache. Lakini pia inaondoa mafuta mabaya na ina fiber ambayo mara nyingi itakufanya muda wote ujione kama umeshiba. Kwa hiyo ukijiona kama umeshiba, basi hautapata hamu ya kuweza kutumia mafuta, hamu ya kuweza kutumia vyakula vyenye sukari na wanga ambavyo vinaweza vikaongeza uzito wake. Kwa hiyo inasaidia katika kupunguza uzito. Lakini pia inaboresha afya ya nywele. Kwa vitamini A na C iliyopo, basi inakuza nywele, lakini pia inazuia kukatika kwa nywele, na huku vitamini C inasaidia kutengeneza collagen ambayo ni muhimu kwa afya ya mizizi ya nywele. Lakini pia inasaidia afya ya moyo na mishipa ya damu. Kuna mara nyingi kwa sababu inaboresha ule mzungukaji wa damu, kwa hiyo shinikizo la damu ambayo tunasema high blood pressure itaweza kuwa imedhibitiwa
kwa kutumia papai. Na mwisho inasaidia katika upungufu wa vitamini A. Kwa hiyo kama una changamoto ya upungufu wa vitamini A, bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea dalili za upungufu wa vitamini A. Kwa hiyo hii ni baadhi ya tunda ambalo liko rich in vitamini A. Kwa hiyo kitumia itaweza kuongezea vitamini za kutosha. Hizo ndo baadhi ya faida za kutumia papai. Tuambie hapo chini wewe, je, umepata faida gani kwa kutumia papai? Tunasema sharing is caring. Tuambie hapo chini na sisi tutaweza kujifunza kutoka kwako baada ya kutumia papai limekusaidia kuondokana na changamoto gani. Kama ni mara ya kwanza, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.